wa Goma. Mimi ni Lilian Mtono. Na tunaanza uchambuzi tukielekea eneo la Mashariki ya Kati. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amesema kiongozi mkuu mpya wa Iran Mojtaba Khamenei amejeruhiwa na huenda sura yake imeharibika. Hata hivyo, hakutoa maelezo zaidi wala taarifa kuhusu jinsi Marekani ilivyofikia uamuzi huo. Taarifa yake imejiri wakati mashambulizi makali na mazito yametikisa mji mkuu Tehran leo, wakati maelfu walipojitokeza kwa ajili ya kumbukumbu ya kila mwaka ya kuonyesha mshikamano na Wapalestina. John Juma na taarifa zaidi. Mlipuko mkubwa umeutikisa mji mkuu wa Iran, Tehran, ambako maelfu ya watu walikusanyika kwenye kumbukumbu ya kila mwaka ya kuonyesha mshikamano na Wapalestina. Hata hivyo, hakuna taarifa za moja kwa moja zinazohusu kutokea kwa maafa. Lakini uamuzi wa kuendelea na maandamano makubwa yaliyohudhuriwa na baadhi ya viongozi wakuu wa serikali akiwemo Rais Masoud Pezeshkian, licha ya kitisho cha Israel kulishambulia eneo hilo, umeonyesha misimamo mikali ya pande zote mbili kwenye vita hivyo ambavyo vinakaribia kufikia wiki mbili sasa. Huku hayo yakijiri, Iran vilevile imeendelea kufyatua makombora kila siku pamoja na droni dhidi ya Israel na nchi jirani za Ghuba. Aidha, jamhuri hiyo ya Kiislamu imeapa kuwapa Marekani na Israel kile ilichokiita somo lisilosahaulika. Hayo yameelezwa na msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, Ismail Bakai. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amesema tangu vita hivyo vianze Februari 28 pamoja na Israel wameshambulia zaidi ya maeneo 15,000 dhidi ya Iran. Akizungumza na waandishi habari, Hegseth amesema mashambulizi ya Ijumaa yatakuwa makubwa zaidi kuwahi shuhudiwa tangu operesheni hiyo ilipoanza. Kuhusu kiongozi mkuu mpya wa kidini wa Iran Mojtaba Khamenei, Hegseth amesema amejeruhiwa na huenda ameharibika sura, lakini hakutoa maelezo zaidi kuhusu jinsi Marekani ilivyofikia uamuzi huo. We know the new so-called not so supreme leader. Tunajua anayeitwa kiongozi mkuu mpya, ingawa hana ukuu wowote, amejeruhiwa na huenda amepoteza sura. Alitoa taarifa dhaifu jana, lakini hakukuwa na sauti wala video. Ilikuwa taarifa ya maandishi. Iran ina kamera nyingi na rikoda nyingi za sauti. Kwa nini taarifa ya maandishi? Mojtaba Khamenei alichukua uongozi wa Iran baada ya baba yake Ali Khamenei kuuawa. Hata hivyo, hajaonekana hadharani wala kusikika hadharani tangu vita vilipoanza. Hali hiyo imechochea minong'ono kuhusu wapi aliko na hali yake ya afya. Na huku Iran ikiendelea kudhibiti mlango wa bahari Hormuz, ambayo ni njia muhimu ya kimkakati kwa usafirishaji wa 1/5 ya mafuta kote duniani na hata kushambulia meli katika ujia huo, Rais wa Marekani Donald Trump amesema Marekani itatoa kinga kwa meli katika mlango bahari Hormuz. Lakini kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema kwa sasa haoni haja ya kampeni ya kimataifa ya kijeshi kulinda meli za biashara zinazopita ujia huo. Merz amesisitiza nchi yake haitamani kujiingiza katika vita vya Iran na kwamba juhudi zao zote kwa sasa zinalenga kuvimaliza vita hivyo. Haya ni mzozo huo wa kati ya Israel na Marekani dhidi ya Iran. Tukiachana na hayo, Marekani imetoa msamaha wa siku 30 unaoruhusu mataifa kununua mafuta ghafi na bidhaa za petroli ambazo tayari ziko baharini licha ya vikwazo vilivyowekewa Moscow. Uamuzi huo uliotangazwa na waziri wa fedha Scott Bessent unalenga kutuliza masoko ya nishati duniani ambayo yamevurugika pakubwa kutokana na vita vinavyoendelea kati ya Iran na washirika Marekani na Israel. Babu Abdalla na taarifa zaidi. Msamaha huo unahusu mafuta yaliyopakiwa kwenye meli tarehe 12 mwezi Machi au kabla yake, na utadumu hadi Aprili 11 saa 6 usiku kwa saa za Marekani. Uamuzi wa kutoa msamaha umefanyika katika wakati ambapo masoko ya mafuta yametikiswa na mgogoro unaoendelea Mashariki ya Kati. Mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran yamesababisha kuvurugika kwa usafirishaji wa mafuta kupitia mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu kwa karibu theluthi moja ya mafuta yanayosafirishwa duniani kote. Hali hiyo imesababisha bei za mafuta ghafi kupanda hadi zaidi ya dola 100 kwa pipa, japo bei zilianza kushuka kidogo katika masoko ya Asia baada ya tangazo la Washington.
Shirika la kimataifa la nishati IEA limesema msukosuko unaoshuhudiwa sasa ndio usumbufu mkubwa zaidi wa usambazaji wa mafuta kuwahi kutokea katika historia. Kulingana na mjumbe maalum wa rais wa Urusi kuhusu ushirikiano wa kiuchumi, Kirill Dmitriev, msamaha huo unaweza kuathiri takriban mapipa milioni 100 ya mafuta ghafi ya Urusi yaliyoko baharini, kiasi ambacho ni karibu na matumizi ya dunia kwa siku moja. Moscow imekaribisha uamuzi huo wa Washington, ikisema inaonyesha kuwa mafuta ya Urusi bado ni muhimu kwa utulivu wa masoko ya nishati duniani. Dmitry Peskov ni msemaji wa Kremlin. Tunaona hatua ya Marekani kama jitihada za kuleta utulivu katika masoko ya nishati, na katika hilo maslahi yetu yanafanana. Tumepokea maelezo kutoka kwa wawakilishi wa Marekani kwamba msamaha huu unahusu tu mafuta yaliyopakiwa kwenye meli kabla ya Machi 12. Hata hivyo, tumearifiwa kuwa kwa ujumla Marekani haina mpango wa kuondoa vikwazo vingine vyovyote vya mafuta dhidi ya shirikisho la Urusi. Waziri wa fedha wa Marekani ameweka wazi kwamba uamuzi huo ulifikiwa kwa uangalifu mkubwa na ni wa muda tu, akisisitiza kwamba hautaleta faida kubwa ya kifedha kwa serikali ya Moscow. Hata hivyo, viongozi wa Ulaya wameonyesha kutoridhishwa na uamuzi huo wa Marekani. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema kulegeza vikwazo dhidi ya Urusi sio hatua sahihi, akionya kwamba Moscow haipaswi kuruhusiwa kutumia mgogoro wa Iran kuimarisha vita vyake nchini Ukraine. DW tunavuma kwa kishindo. Tunavuma kwa kishindo, na kama ndio wajiunga nasi, ni idhaa ya Kiswahili ya DW. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo Judith Suminwa amekanusha tuhuma kwamba jeshi la nchi hiyo lilihusika na shambulizi la ndege isiyo na rubani lililotokea katika mji wa Goma, mashariki mwa nchi hiyo. Shambulizi hilo lilisababisha vifo vya watu kadhaa, akiwemo mfanyakazi wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, raia wa Ufaransa. Zaidi anatusimulia Hawa Bihoga. Akizungumza katika mahojiano na DW kando na mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu haki za wanawake mjini New York, Suminwa alisema serikali yake inaheshimu sheria za kimataifa za kibinadamu na haiwezi kwa makusudi kulenga wafanyakazi wa misaada. Alisema serikali itafanya uchunguzi wa kina ili kubaini chanzo cha shambulizi hilo ambalo waasi wa muungano wa AFC M23 wameilaumu serikali ya Kongo. Waziri mkuu huyo pia alitoa salamu za pole kwa familia ya mfanyakazi huyo pamoja na waathirika wengine wa tukio hilo. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia serikali yake inaeleza kwamba tunaheshimu sheria za kimataifa za kibinadamu na kwa vyovyote vile hatuwezi kujiruhusu kuwashambulia wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu. Kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa, maeneo makubwa ya mashariki mwa Kongo yamekuwa chini ya udhibiti wa waasi wa AFC M23, hali inayochochea mzozo wa usalama na kusababisha moja ya majanga makubwa zaidi ya kibinadamu duniani. Mamilioni ya watu wamekimbia makazi yao, huku wengine wakikosa huduma muhimu kama chakula, maji na matibabu. Suminwa alisema kufungwa kwa viwanja vya ndege vya Goma na Bukavu kumefanya juhudi za misaada kuwa ngumu zaidi, jambo linalowaathiri hasa wanawake, watoto na wazee. Serikali ya Kongo alisema imekuwa ikishirikiana na mashirika ya kimataifa ili kuwezesha upatikanaji wa msaada kwa watu walio katika mazingira hatarishi. Tatizo kubwa tulilonalo leo ni jinsi ya kuboresha upatikanaji wa misaada ya kibinadamu kwa watu wote walio katika mazingira hatarishi. Licha ya tangazo rasmi la kusitisha mapigano lililotolewa mwezi Februari, mapigano yanaendelea katika maeneo kadhaa. Waziri mkuu huyo alishutumu Rwanda na washirika wake kwa kutoheshimu makubaliano hayo, akisema serikali lazima kuchukua hatua za kujilinda ili kulinda mipaka na mamlaka ya nchi. Aidha, alieleza kuwa vita vinaathiri kwa kiasi kikubwa maendeleo ya kiuchumi na kijamii ya taifa hilo. Serikali imeweka kipaumbele katika kuimarisha amani, kuunda ajira kwa vijana na kukuza uchakataji wa rasilimali ndani ya nchi ili kuimarisha uchumi wa taifa. Suminwa amesisitiza kuwa mustakabali wa maendeleo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unategemea kurejeshwa kwa amani na usalama, akionya kuwa bila kusitishwa kwa vita, mateso ya